Idadi kubwa ya watoto mayatima yamepoteza wazazi wakiwa wachanga. Baadaye watoto hao huchukuliwa na maafisa wa idara ya watoto ama mtu wa kujitolea. Wanaobahatika huachwa kwenye mikono ya nyanya zao wakongwe. Idadi ya mayatima nchini inazidi kuongezeka, huku ukimwi ukiwa chanzo kikuu pamoja na homa ya malaria na ajali. Sasa serikali ina mpango wa kuzifaidi familia zenye watoto mayatima shilingi 2,000 kila mwezi. Tunahakikisha ya kwamba tunatumia rasilimali ya nchi yetu na ile msaada tunapatiwa na wengineo kuhakikisha ya kwamba inawafikia watoto. Mama huyo mkongwe mwenye umri wa miaka 70 ana wajukuu wawili wa kike waliopoteza wazazi wao miaka 15 iliyopita. Isitoshe, wote wawili wamejifungua na wanamtegemea nyanya yao kuwasaidia maishani. Sasa nao watoto wale manasa mimi manategemea mimi pia. Sasa naweza fanya nini? Na kwa Kezia Wambui habari ni hiyo. Nyanya huyu mwenye umri wa miaka 65 ana wana watatu waliopoteza wazazi wao miaka 13 iliyopita. Hofu kuu kwake ni kukosa uwezo wa kumrudisha shule mmoja wa watoto hawa aliye kidato cha 4. Na huyo wa form 4 sioni kama atarudi shule. Ilikuwa arudi leo lakini sina chochote. Munania Mutena alimpoteza mama yake akiwa na umri wa miaka 4. Hajui kama yeye ni yatima hata kama juhudi za kumtafuta mama yake zimegonga ukuta. Sasa anaendelea na masomo yake katika shule upili ya Loreto, Kiambu. Always there's a lot of homesick within me. Idadi ya watoto yatima inazidi kuongezeka kila uchao, huku ikizingatiwa kwamba kwa kila sekunde 2 kuna mtoto atakayekuwa yatima sehemu moja hapa duniani. Nikiripotia Mchipuko wa habari, mimi ni Emily Kimani.